Kwa hivyo ukimwona mtu anaanza kusema kwamba Mashia wanasema masahaba wote walirtadi na hivi, hajui irtidadi pale imekusudiwa nini, hata haelewi. Irtadda nasu illa thalatha. Neno irtadda likizungumzwa katika Kiarabu kwani lina maana ya kutoka katika Uislamu tu, yani haelewi amezungumzwa kwa mnasaba gani. Riwaya ziko nyingi zimezungumza habari hiyo, inabidi uzikusanye hizi riwaya, ndio tafsiri al-mawdhu' liriwayat. Unakwenda kwenye kiriwaya kimoja unakikamata hicho kutokana na ufinyu wa akili ulionayo, alafu unaanza kuboboja katika kumbi hizi, unajifanya kama kwamba umeokota ndu bandani kwa istilahi ya Kipemba. Kuokota ndu manake ni panga. Mtu anakwenda shamba anakuwa hana lile panga la kukatia miti ile. Kwa hivyo bahati nzuri anakwenda njiani akaliokota panga. Kwa hivyo ndio kama mtu kaokota kiriwaya kimoja anaanza kubweka nacho katika kila ukumbi. Mashia wanasema masahaba wamertadi. Sasa hiyo riwaya inasema irtadda an-nasu illa thalatha baada wafati an-nabii, haikusudiwi irtadda kwa maana kwamba irtadda an al-islam, haikusudiwi hivyo. Kuna qaraini nyingi katika riwaya nyingi tu katika vitabu vya Kishia vinazoonyesha kwamba kina Salman na wengineo hao Ammar hawakurtadi kwa maana ya kwamba walitoka katika Uislamu. Hapana, nao waliacha kutoa bai'a ya Imam Ali kama walivyoamrishwa Yaumul Ghadir. Ndio inavyofasiriwa katika vitabu vya Ahlul Bayt alayhim salam. Sasa unapochukua maneno yako wewe mwenyewe ukaanza kuatilia maneno yako Shia katika midomo yao, inaonyesha ujinga wako na unastahili kupuuzwa kabisa. Na nimewambia vijana wengi wa Kishia kwamba watu kama nyinyi mpuuzwe, muendelee kuweseka tu katika hizi kumbi. Hamna haja hata watu kupoteza wakati kwa ajili yenu. Lakini kabla ya kwenda katika riwaya iliyomo katika vitabu vya Kishia juu ya irtidadi nas, kuonesha kwamba irtidadi ile si kwamba irtaddu anil islam kama anavyosema huyo kijana asiyejua anachokisema, tuisome riwaya ambayo iko katika Sahih al-Bukhari, hadithi nambari 6587. Inasema bainama ana qaimun, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama hiyo, asema atakapokuwa yeye amesimama, idha zumratun, mara ataliona kundi. Zumra manake ni kundi la watu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu suratu Zumar. Naam, wasika alladhina kafaru ila jahannama zumara, watachungwa wale waliokufuru kupelekwa kwenye moto wa jahannama zumara, makundi kwa makundi. Sasa Mtume anasema katika riwaya hii, bainama ana qaimun, wakati mimi nimesimama, nishafufuliwa, nimesimama natazama, fa idha zumratun, naliona kundi la watu, hatta idha araftuhum, mpaka nitakapowajua. Yani Mtume atawajua watu hawa, si kwamba ni kundi la watu tu, kundi la watu ambao anawajua. Ina maana walikuwa ni masahaba zake. Kharaja rajulun min baini wa bainahum, atatokezea mtu baina yangu mimi na wao. Faqala, yule mtu atasema, halumma, njoni huku, njoni. Fakultu, nitasema. Mtume anasema nitasema. Aina, waende wapi? Qala ila an-nari wallahi, waende motoni wallahi. Qultu wama shanuhum, wamefanya nini hawa, kosa gani? Qala innahum irtaddu, hakika ya wao irtaddu, wamertaddi ba'daka, baada yako ala adbarihim alqahqara, wametoka katika Uislamu kabisa. Hii riwaya yenu inasema kwamba hawa walitoka katika Uislamu kabisa, kundi kubwa la watu. Umma idha zumratun, kisha nikaona kundi jingine, hatta idha araftuhum, mpaka nitakapowajua kundi jingine lo. Kharaja rajulun min baini wa bainahum, atatokea mtu mwingine, mtu baina yangu mimi na wao, kwa ni malaika, lakini rajulun min baini wa bainahum. Faqala halumma, atamwambia njoni. Qultu aina, nikasema vile wapi, wende wapi jamaa? Wala ila an-nar wallahi, waende motoni hawa. Qultu wama shanuhum, wanakosa gani hawa, kosa gani? Qala innahu irtaddu ba'daka ala adbarihim, hawa wamertaddi baada yako wewe kwenye visigino vyao, wamerudi katika ukafiri. Fala urahum, Mtume asema si kuoneshwa yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am au na'ami, yani watakaokoka katika huo moto ni sawa sawa na hamalun na'mi, kikundi kidogo changamia. Hamalun na'mi ni kikundi changamia wasiozidi pengine 7 au 9. Sasa kuacha kutoa boriti iliyoko katika jicho lako ukaanza kushughulikia unywele uliomo katika riwaya za Kishia ambazo hukuzijua maana yake, inasikitisha sana. Na ndio nikawaambia maustadhi na mashekhe wa Kishia, kuna watu katika kumbi hizi ni kuwaacha tu wakaboboja, siwape kiki ambazo wanazitafuta, waacheni hivyo. Asiyejua maana haambiwi maana. Hawa ni watu ambao hawataki kujua, wanajifanya wanajua, wanajifanya kwamba wao ni wataalamu. Mwaache hivyo
ujinga wao, waendelee kubakia katika ujinga wao. Tutakuja kuonesha kwamba neno irtadda liliomo katika riwaya hile, na neno irtadda lenyewe katika lugha ya Kiarabu halina maana kila wakati kwa maana ya mtu katoka katika Uislamu. Haina maana hiyo, inategemea vipi limetumika. Naam, kwa mfano ikitumika katika jicho lina maana nyingine, fartadda ala atharihim qasasa kwa mfano. Naam, na hii ndiyo ufundi wa lugha ya Kiarabu. Katika surati Yusuf aya 96, Mwenyezi Mungu aliposema kwamba macho ya Nabii Yaqubu alayhi salam yalirudi akawa yaona, manake wabiyadhat ainahu min alhuzn, yani macho yake yakapofua yakaacha kuona kutokana na huzuni ile. Lakini katika aya ya 96 asema falamma anja albashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Fartadda basira, na jicho likawa linarudi likaona. Sasa irtadda hapa ni kule kurudi likawa laona tena. Sasa watu walikataa kutoa bai'a kwa Amirul Mu'minin, wakatoa bai'a kwa mtu mwingine. Kwa hivyo aya ile inazungumzia irtidadi an-nas an bai'ati Amirul Mu'minin, haizungumzia irtadda an-nas an al-Islam. Kuna riwaya zinazungumzia irtadda an-nas an al-Islam, riwaya nyingine hizo ziko, na riwaya zinazungumzia irtadda an-nas an wilayati Amirul Mu'minin. Kwa hivyo riwaya hile ambayo inazungumzwa hapa kwamba watu walirtadi, waliacha, manake waliacha bai'ati ya Amirul Mu'minin. Naam, na katika aya nyingine aya ya surati al-Kahf aya ya 64 Mwenyezi Mungu anasema qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Naona inazungumzia Nabii Musa alayhi salam na Khidri wake na yule fataha walikuwa naye. Naam, hapa walirudi, fartadda, walikwenda huku kwanza, wakarudi ile sehemu ambayo waliipita. Pia kurudia jambo ambalo umeliacha. Naam, haina maana kila wakati inakuwa ni kwa maana ya kuacha Uislamu. Naam, tutakuja kueleza riwaya hiyo bil akhas inakusudia nini kwa kukusanya zile qara'in za riwaya nyingine inshallah, ili ieleweke kwa wanaukumbi. Hatuwalengi wale ambao wana ususuavu wa nafsi na wanashupaza shingo juu kujionyesha kwamba wao wanajua, lakini ndio hivyo tena, ni watu ambao wanastahili kupuuzwa, hawastahili hata kupewa wakati huu ambao tunawapa, lakini tuwape wanaukumbi kidogo juu ya utamu wa riwaya hiyo au maana ya riwaya hiyo kama ilivyokusudiwa. Naam, kwa hivyo sasa tuiangalie hii riwaya ambayo imo katika vitabu vya Kishia kama nyimbo za Mawahabi wanavyofanya kama ni nyimbo riwaya hii, irtadda an-nas wa. Na bahati mbaya watu hawa wanajifanya wanajua lugha ya Kiarabu, lakini lugha ya Kiarabu haiwezi kuwasaidia bila ya kuzisoma hizi riwaya kwa mtazamo wa wale walioisema. Hawa waliosema riwaya hizi ni Waarabu, sio nyinyi ambao mmekwenda katika madrasa hizi mkaanza kusoma Kiarabu alafu mkajifanya kwamba ni mafundi wa lugha ya Kiarabu. Hizi riwaya inabidi uzisome qara'ini zake kama zilivyoelezwa katika vitabu. Neno irtadda linapokuja haina maana ya kuacha Uislamu tu, inategemea lile jambo ambalo umelikusudia. Naam, kwa mfano irtadda basira imeunganishwa na nini? Na macho. Fartadda ala atharihim qasasa, na wale walikuwa wanazungumzia safari, walifika sehemu ikabidi warudi tena kule walikotoka. Kwa hivyo inabidi neno irtadda uliunganishe na ile madhumuni ya kalima hiyo ndio upate tafsiri yake sahihi. Hapa irtadda inazungumziwa juu ya bai'a, kwamba hawa walirtadda anil bai'a, irtaddu anil bai'a, waliacha kutoa bai'a kwa Amirul Mu'minin. Ndivyo inavyokusudiwa, na riwaya zote zinalenga huko. Tuziangalie hizi riwaya inshallah. Nadhani mimi mkiniona kwamba sipendi kuongea na watu kama hawa ambao wako hapa ta'annutan, wako hapa kwa ajili ya utimbakwiri, hawaulizi bali wanaeleza haya mambo kama kwamba wanayajua. Kwa hivyo ni watu wa kuacha tu, dharuhum fi khawdhihim yal'abun, waache katika hayo nyanja zao hizo ambazo wanazitumia kufanya mchezo, au dharum fi khawdhihim ya'mahun, wanaendelea kupofuka tu katika kupotea tu katika nyanja ambazo hawazielewi. Kwa hivyo ukienda katika kitabu cha Rijalul Keshi, hii riwaya imetajwa katika vitabu vingi. Kwa hivyo mimi kilichokuwa karibu zaidi ni hichi Rijalul Keshi, imo katika Al-Kafi na imo katika Biharul Anwar riwaya hii. Kwa hivyo kuna riwaya ya kwanza nitaisoma, hii imekuja katika mlango wa Salman al-Farisi,
Naam, riwaya inasema hadathana Muhammad bin Uthman an Hanan bin Sudair an abihi an abi Ja'far, ambaye ni Imamu al-Baqir alayhi salam, qala kana an-nasu ahlu rida ba'da an-nabi illa thalatha, walikuwa watu ni wenye kuwa ahlu rida. Sasa hii ahlu rida hawa muradi wake ni nini? Tutajua namna ya hiyo karina inavyosema kwanza, alafu tutakwenda huko mbele kusoma hizo riwaya nyingine kuzikusanya kuleta maana iliyokusudiwa hapo. Walikuwa watu wa rida, walirtadi watu isipokuwa hawa watatu. Faqultu wa man thalatha, anauliza huyu Sudair, baba yake Sudair anauliza nani hawa thalatha? Faqala, Imam Bakir anasema Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dharr al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Kisha Imam Bakir anasema thumma arifa an-nasu ba'da yasir, kisha baadhi ya watu wengi tena wakajua, wakatambua kwamba walifanya makosa na wakampa bai'a Amir al-Mu'minin. Naona waqala haula'i alladhina darat alayhim raha wa abau an yubayi'u li Abi Bakrin hatta ja'u bi Amir al-Mu'minin. Hao ni wale ambao darat alaihim raha, walipata kidogo misukosuko, lakini wakapata neema na wakaacha kumpa bai'a Abi Bakari. Kwa hivyo hiyo rida inazungumzwa hapa ni rida an bai'atu Amir al-Mu'minin, haikusudiwi rida an al-Islam kama alivyozani bwana yule anayejifanya anajua kila kitu. Kwa hivyo abu an yubayi'u li Abi Bakrin hatta ja'u bi Amir al-Mu'minin, mpaka wakaja kwa Amir al-Mu'minin, wakamchukua Amir al-Mu'minin akaenda kutoa bai'a kurahan fabaya. Kwa hivyo akafanya bai'a mukraha. Mnajua kwamba Amir al-Mu'minin alilazimishwa kutoa bai'a. Kuna watu wasiojijua wasema Simba Mwenyezi Mungu anakuwaje alazimishwe? Subhanallah. Nabii Harun asema innal qauma istadhafuni wa qadu yaqtuluni. Riwaya iko wazi na aya iko wazi, au kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika surati al-A'raf aya 150, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana, Musa alirudi kwa kaumu yake akiwa amekasirika, asifan, anajuta. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, vibaya iliyoje mlivyoniwakilisha baada yangu mimi. Ajiltum amra rabbikum, manake walitengeneza ndama wakaabudu ng'ombe. Musa akawaambia mmeharakisha amri ya Mola wenu. Wa alqal alwaha, akatupilia mbao mbali zile mbao. Wa akhadha bi ra'si akhihi, akakamata kichwa cha ndugu yake Harun. Yajurruhu, huku anamburura ilaihi, anampeleka kwake yeye, anamvuta kwake yeye, kuonesha ghadhabu zake. Qala ibn umma, akasema Nabii Harun, ewe mtoto wa mama yangu, innal qauma istadhafuni, hakika ya watu hawa kaumu yangu wamenidhalilisha, wameniogopesha. Wakadu yaktulunani, walikaribia kuniua. Fala tushmit bi al-a'da wala taj'alni ma'a al-qaum adh-dhalimin. Sasa Nabii Harun anasema mazingira yake yalikuwa ni kama hayo. Sasa nadhani Imam Ali angeweza kufanya nini mbele ya jeshi ambalo la Bani al-Aslam, watu 1400 wameingia na silaha wakimsupport Abu Bakar. Someni tarikh kama ilivyo shekhe, msisome tarikhi kwa mashindano. Imam Ali asema yeye ana uswa kwa mitume zaidi ya 7 ya kile ambacho walikifanya. Hapa si mahala pake, tunazungumzia riwaya ambayo ameisema kama ilivyo katika kitabu cha Al-Keshi. Naam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata au qutila inqalabtum ala a'qabikum, ikishuhudia kule kurejea nyuma kwa visigino vyao masahaba wa mtume. Ama katika riwaya nyingine, Jibril bin Ahmad al-Faryabi hadathani al-Husayn bil Qarzad qala hadathani ibn Fudal an Tha'laba bin Maymun an Zurara an Abi Ja'far an abihi an jaddihi an Ali ibn Abi Talib qala dhaqat al-ardu bi sab'atin bihim turzaquna bihim tunsarun wa bihim tumtarun minhum Salman al-Farisi wal Miqdad wa Abu Dharr. Azungumzia dhaqat al-ard, ardhi ilikuwa dhiki kwa wao, walikuwa wanaishi katika hofu. Hii anazungumzia baya, hazungumzii Uislamu wa masahaba kwamba waliuacha Uislamu. Huwezi kusema kwamba masahaba wote waliuacha Uislamu isipokuwa watu watatu, isipokuwa katika akili za wehu wasiokuwa na akili kama hao wanaokuja wakazisoma hizi riwaya bila ya kuzielewa. Hapa kunazungumziwa baya. Naam, akawata
akawataja Salman al-Farisi wal-Miqdad wa Abu Dharr wa Ammar wa Hudhaifa ibn al-Yamani rahmatullahi alayhim, wa kana Ali yaqul wa ana imamuhum wa hum alladhina sallu ala Fatima, na mimi ndiye imamu wao na hawa ndio waliomsalia Fatima. Haya, tuende katika riwaya nyingine, tuzikusanya hizi riwaya mpaka tutajua nini maana ya irtidadi kule ilivyosema. Tuje chini hapa kidogo. Naam, twende hapa kwenye ukurasa wa 15 ili audio yetu siwe ndefu. Muhammad bin Ismail qala hadathana Fadl bin Shadhan an Abi Umair an Wahab ibn Hafs an Abi Basir an Abi Ja'far asema qala jaa al-muhajirun wal ansar wa ghayrihim, walikuja al-muhajirun, angalia muhajirun ala sighati al-jam' wal ansar ala sighati al-jam' wa ghayrihim, na wengine wasiokuwa muhajirun ansar. Baada dhalika, baada hapo, ila Ali, kwa Ali, faqalu lahu, akamwambia anta wallahi amirul mu'minin, wewe wallahi ni amirul mu'minin, wa anta wallahi ahaqqu an-nas wa awlahum bin nabi, na wewe ni bora kwa watu na ni mbora wao baada mtume. Halumma yadaka nubayi'aka fa wallahi lanamutanna quddamak, wallahi tutakufa mbele yako. Faqala Ali in kuntum sadiqina, Imam Malik abikum, nasema kweli, faghdu ghadan alayya muhalliqina, nendeni mje kesho nyote mmenyoa vichwa vyenu. Imamu anawatia katika mtihani. Baada ya yeye kufungwa na mtihani na kulazimisha kutoa bai'a, wale watu walikuja sasa. Nazungumzua bai'a hapa, irtidadi an-nas an bai'a, sio irtidadi an-nas an al-islam. Naam, fahalaka amirul mu'minin, imamu akanyoa, wa halaka Salman akanyoa, wa halaka al-Miqdad akanyoa, wa halaka Abu Dharr akanyoa, walam yahliq ghayrihim, wengine wengi hawakunyoa isipokuwa hao. Mansarafu, kisha wakaondoka. Fajao maratan ukhra baada dhalik, wakaja mara nyingine. Faqalu, wakasema lahu anta wallahi amirul mu'minin, wewe ni amirul mu'minin, anta haqqu nas wa awlahum, wewe ni bora kwa watu na wewe ni mbora baada mtume. Halumma yadaka nubayi'ak, ete mkono wako tukupe bai'a. Baada ya watu kupe Abu Bakari, wakamjia wampe bai'a Ali. Ali hakuwa mpumbavu kiasi hicho. Wahalafu, na wakaapa. Faqala in kuntum sadiqin, imamu akawaambia vile vile, kwa mnasema kweli, aghdu ghadan alayya muhalliqin, amkeni kesho nyote mmenyoa, ataka wajulikano ya alama zao. Fama halaka illa haulai thalatha, hakuna walionyoa isipokuwa wale watatu. Qultu fama kana fihim Ammar, nikasema Ammar hayuko yeye. Faqala la. Qultu fa Ammar min ahli rida, imamu anauliza, je, Ammar alikuwa ni katika ahli rida? Ahli rida hapa yakusudiwa, je, na yeye hakutoa bai'a? Sio kutoka katika Uislamu kama anavyodhani bwana yule, ana ridda an bai'a li amiril mu'minin. Faqala inna Ammara qad qatala ma Ali alayhi salam ba'd. Faqala, kasema hakika Ammar alipigana, alikuunga amirul mu'minin baada ya hapo, hakuwa katika murtadina anil bai'a. Naam, hiyo ndio inakusudiwa bwana. Wallahi inasikitisha sana, asiyejua maana haambiwi maana kwa hakika. Rida inayotajwa katika hizi illa thalatha anil bai'a, kila mmoja alipata mshtuko baada ya imamu mu'minina kupelekwa kutoa bai'a kwa nguvu kwa Abu Bakari, na baada ya jeshi lile la Bani Aslam kuingia Madina wakiwa na silaha kutoa support kwa Abu Bakari na kutishia kumpiga au kumuua yoyote aliyokwenda kinyume na bai'a ya Abu Bakari. Someni, mtakuta mambo kama haya katika vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa. Ili kabila la Bani Aslam lilivyoingia Madina likawa linafanya takbir na lina silaha watu takriban 1400. Naam, kwa hivyo tumalizia hapa, na hiyo ndio maana ya rida. Irtadda inakusudiwa irtadda an bai'ati amiril mu'minin, sio irtadda anil islam. Naam, lakini kama jambo la kawaida kwa vijana hawa ambao wanajifanya wanajua katika makumbi haya, wanaacha zile riwaya ambazo ziko wazi zinazungumzia irtidadi nasi anil islam zilizomo katika vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa, kama ile riwaya tuliyoieleza katika Bukhari. Wanakuja kushika hizi riwaya ambazo hazikusema kwamba irtadda nasi anil islam, bali zinazungumzia muradi wake irtidadi an bai'ati amiril mu'minin, na baada yake walirudi watu kama ilivyosema hizo riwaya, na ikapatikana jeshi la Siffin ambalo wote walikuwa wamemuunga mkono Amirul Mu'minin. Pia wakaenda katika kupigana na jeshi la Jamal, vita vya Jamal vya Siffin na Nehrawan. Kwa hivyo inaonekana kwamba imamu alikuwa na jeshi kubwa baadaye, na walirudi katika bai'a. Kwa hivyo mtu akiwa hana bai'a ya Amirul Mu'minin, yani irtadda, kwa maana ya kwamba aliasi amri ya mtume. Kwa maana hiyo kwamba yeye hakutoa bai'a ya Amirul Mu'minin, haina maana kwamba katoka katika mabadi na
Uislamu na kwamba anakuwa ni kafiri kwa maana ya kwamba akatoka katika Uislamu, bali ametoka katika bai'a ya Amir al-Mu'minin. Naam, katoka katika bai'a ya Amir al-Mu'minin, na yeye irtadda an bai'a, sio irtadda an al-Islam. Anabakia katika Uislamu lakini anakuwa hana wilayatu ya Amir al-Mu'minin. Ama kitabu cha Shaukani ambacho hawa mabwana wanaochokoa hizi mada huwa hata hawasomi vitabu vyao kama kawaida, kwa sababu kama mnavyojua hivyo. Nitasoma kitabu cha Shaukani aliyezungumza hasa namna Waarabu walivyortadi, na kuna vitabu vingi tu. Kwa sababu ya wakati nitasoma kitabu hiki cha Al-Fath Ar-Rabbani cha Imam Ash-Shaukani. Tuangalie ukurasa juzuu ya 11 ukurasa wa 5767. Naam, asema waqad naqala al-akhbariyuna wal-mufassiruna, na wamenukuu watu wa habari, wal-mufassiruna, na wenye kufasiri Qur'an al-Karim walipoizungumza aya hii, man yartadda minkum au man yartadda minkum, aya inasema man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin. Naam, hii aya hii walipoifasiri mufassiruna wa ahli-sunna wal jamaa, Imam Shaukani anasema waqad naqala al-akhbariyuna wal-mufassiruna annahu irtadda anil islam. Unaona, irtadda anil islam, waliacha Uislamu. Sio kana nasu irtadda nasu illa thalatha, irtadda an wilayati amiri al-mu'minin, ndio inakusudiwa kule. Lakini hapa Shaukani asema waqad naqala al-akhbariyuna wal-mufassiruna annahu irtadda anil islam, waliacha Uislamu Sheikh 11 qabilatan. Subhanallah, yani hawa irtadda anil islam 11 qabilatan min qabail al-arab, makabila 11 miongoni mwa makabila ya Waarabu walirtadda anil islam, waliacha Uislamu. Wa ahlul yaman baquna anil islam, watu wa Yemen wakabakia katika Uislamu. Kulluhum mutamassikuna bi sha'airihi muqatiluna man kharaja anhu, wakawa wanawapiga vita wale waliotoka katika Uislamu. Haya ndio maneno ya Imam wenu Ahlus-Sunna wal Jamaa Ash-Shaukani, akikubali kwamba kuna watu waliuacha Uislamu kama ni makabila 11 ya Waarabu. Sio rahisi, wengi kama alivyosema Bukhari kwamba walibakia kama hamalun ni'am, ngamia wasiokuwa na mchunga, wanaachwa tu kama ngamia 7 5 au na hawafiki hata 10, hamalun ni'am. Kwa hiyo ni riwaya muhimu sana kuizingatia kwamba makabila 11 ya Waarabu yalirtadi. Tuangalie riwaya nyingine ili kuthibitisha kwamba nyinyi ndio mliosema kwamba watu wote walitoka katika Uislamu isipokuwa wachache. Na riwaya kishia inazungumzia irtidadi nas an wilayati amir al-mu'minin, haizungumzii irtidadi nas an al-islam. Naam, kwa hiyo tusome riwaya hizi mbili kidogo tumalize na audio yetu hii. Riwaya ambayo nitaisoma hivi sasa ni riwaya imo katika kitabu cha Sahih an-Nasai ambacho kimeandikwa na Sheikh wetu, simesahihishwa na Sheikh wetu Al-Albani. Asema lamma tufi ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alipokufa Mtume, irtaddatil arabu, Waarabu walirtaddi. Faqala Umar akasema, ya Aba Bakrin, ewe Aba Bakrin, kaifa tuqatilu al-araba, kwa nini unawaua Waarabu? Faqala Abu Bakrin, inma qala Rasulullah, Mtume kasema, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, kuonesha kwamba hawa aliwapiga vita Abu Bakari Waarabu walirtadi, walitoka kabisa katika Uislamu. Kwa hivyo tofauti na ile riwaya iliyoko katika vitabu vya Kishia inayosema kwamba irtadda an-nasu illa thalatha, irtidadi amir al-mu'minin, na qara'in za riwaya tumezieleza hapo. Ukitaka kujua riwaya hii iko wapi, Sahih an-Nasai riwaya nambari 3979. Naam, na katika Sahih al-Bukhari riwaya hii ni riwaya 1399, inasema lamma tufiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu wa kafara man kafara min al-arab, wakakufuru waliokufuru miongoni mwa Waarabu. Inazungumzia wazi kwamba na Waarabu ambao walikufuru, kuonesha kwamba walitoka kabisa katika Uislamu. Sasa baada ya kuzungumza hizi boriti ambazo ziko katika macho yao, wanazungumzia labda unywele ulioko katika jicho la mtu mwingine, kuonesha kwamba wameishiwa na wamefilisika na ya kusema. Lakini kama nilivyosema, mti wenye matunda ndio unaopopolewa, na kama
Mwenyezi Mungu alivyosema, amma yatasaalun, wanasema anin naba'il azim. Naba'ul azim ndio watu ambao wanaihoji na wanaizungumza, hawazungumzi kitu ambacho ni mazagazaga tu hivi. Wahabi au salafi ni mazagazaga tu, mtu atazungumza nini juu ya masala kama haya. Nitakuwekeeni hizi riwaya mzitafakari inshallah. Nikutakieni mchana mwema, wassalamu alaikum.